Naam, muda mfupi baada ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Katambi kupiga marufuku mikutano ya kisiasa nchini, tukio la kustajabisha limetokea. Kiongozi mkuu wa Chadema John Heche sasa ahofia maisha yake na familia yake. Magari mawili yaliyojaa kikosi cha jeshi la polisi la Tanzania yanadaiwa kumfuata nyuma pasina yeye kujua. John Heche vilevile anadai kupewa habari za kuonekana watu waliovalia nguo za raia wenye nia mbaya kumwandama kisiri karibu na makazi yake, na alichokifichua mwisho John Heche kitaweza kukushangaza na kukuacha mdomo wazi. Kabla ya tusonge mbele, mpenzi mtazamaji, kama kawaida yetu, chukua sekunde moja like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kiongozi mkuu wa upinzani nchini Tanzania anasema sasa anahofia maisha yake mwenyewe na kwa usalama wa familia yake. Kwa hivyo swali la kwanza ni nini kinachoweza kumshinikiza naibu mwenyekiti aliyeketi wa moja wa vyama vikubwa vya siasa nchini kusema jambo zito hivyo hadharani? Anasema hofu hii haikutoka popote. Anasema ilikuja moja kwa moja baada ya waziri Patrobas Katambi kupiga marufuku mikutano ya kisiasa nchi nzima. Kwa hivyo hofu hii ni sadfa au ni matukio ya moja kwa moja ya marufuku hiyo? Fikiria juu ya swali hilo kwa sekunde. Ikiwa amri ya serikali ya kusimamisha mikutano ya kisiasa ikifuatiwa mara moja na kiongozi mkuu wa upinzani akisema anahofia maisha yake, hiyo inakuambia nini kuhusu jinsi agizo hilo linavyotekelezwa mashinani? Sasa hapa ndipo hii inapata safu zaidi. John Heche anasema alifuatwa si kwa magari ya kubahatisha, bali na magari mawili ya kikosi cha jeshi la polisi la Tanzania, sambamba na watu anaowataja kuwa ni maofisa wa usalama. Kwa hivyo jiulize, kwa nini gari mbili za jeshi la polisi zinahitaji kufuatilia harakati za mwanasiasa mmoja wa upinzani anayesafiri kati ya miji miwili? Na hapa mtazamaji, kuna maelezo ambayo yanapaswa kukufanya uwe makini zaidi. Anasema ilimbidi kusimamisha gari lake si mara moja, lakini mara mbili, ili tu kuwauliza watu wanaomfuata kwa nini walikuwa wanafanya hivyo. Lakini je, alipata majibu? Kulingana na yeye John Heche, hapana, hakupewa majibu. Anasema maelezo aliyopokea hayakuwa ya kuridhisha hata kidogo. Kwa hivyo ikiwa watu wanaomfuata hawakuweza kujieleza, ni nani aliyeidhinisha uangalizi au ufuatiliaji huu hapo mwanzo, na kwa nini afanye hivyo? Sasa hapa mtazamaji, ndipo habari inapanuka zaidi. John Heche anaendelea kusema mara baada ya kufika tu Kigoma aligundua watu aliowaunganisha na vyombo vya usalama, lakini safari hii hawakuvaa sare, walivaa nguo za raia, nguo za kawaida, kumtazama katika maeneo aliyotembelea na hata kumfuatilia katika hoteli aliyokuwa akiishi. Kwa hiyo fikiria hilo. Ikiwa hii ilikuwa itifaki ya kawaida ya usalama, kwa nini ufiche sare? John Heche anauliza swali hilo. Kwa nini mavazi ya kawaida badala ya maafisa kujitambulisha waziwazi? John Heche anauliza. Ina maana gani kwa chama cha siasa kilichosajiliwa kinachofanya kazi kikamilifu ndani ya sheria, wakati naibu mwenyekiti wake hawezi kuingia hotelini bila kuhisi anatazamwa na watu wasiowajua? Alafu labda kuna madai mazito zaidi katika ripoti hizi. Heche anasema alipokea maonyo kutoka kwa watu mbalimbali wakimwambia kuwa makini sana, na wengine wakipendekeza kuna mipango ambayo inaweza kumlenga yeye na hata familia yake. Hivyo ni aina gani ya mipango ambayo John Heche anadai ameambiwa? Kumlenga kivipi? Hakuna hata moja kati ya hayo ambayo yamefafanuliwa na John Heche, lakini ukweli kwamba anasema haya hadharani kwenye jukwaa linaloonekana kama mtandao wa kijamii wa X inakuambia wazi kuwa John Heche anataka hii kwenye rekodi iwapo kitu chochote kitaweza kumtendekea. Inakuambia kuwa anataka hii kwenye rekodi iwapo kitu chochote kitaweza kumtendekea baadaye. Sasa hapa mtazamaji, kuna swali ambalo linaweza kutuunganishia kila kitu pamoja. Kwa nini yote haya yanafanyika kwa wakati sawa na marufuku ya waziri Katambi nchi nzima kutohudhuria mikutano ya kisiasa? Je, hii ni bahati mbaya au hii ndio jinsi utekelezaji wa marufuku hiyo unavyoonekana kivitendo, mbali na mikutano ya waandishi wa habari na mbali na taarifa rasmi? Mtazamaji, usiondoke, endelea kukaa, maana mwisho wa haya utaelewa ni nini hasa anachodai John Heche, ni nini kilitokea huko Tabora kilichoanzisha safari yake ya kwenda Kigoma, na kwa nini ujumbe wake John Heche haukamiliki kwa kurudi nyuma bali kwa kukaidi. Mtazamaji, taarifa hizi za ufuatiliaji zimeibuka
Iliibuka wakati huo huo ambapo jeshi la polisi mkoani Tabora lilizuia mkutano wa hadhara wa Chadema uliokuwa ukiongozwa na John Heche uliokuwa umepangwa kufanyika eneo la Rambo. Muda huo si wa kubahatisha, ulisababisha mabadiliko ya ghafla dakika za mwisho kwa viongozi wa chama akiwemo John Heche ambao walitarajiwa kuhudhuria. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la tukio, askari polisi waliimarisha ulinzi tangu asubuhi katika viwanja vya Mwananchi Square na kuwazuia wananchi na wafuasi wa Tundu Lissu wa mkutano huo kukaribia eneo lililopangwa, na hii ikasababisha John Heche kuja na mpango mpya wa kughairi safari ya kuelekea Tabora na kugeuza gari lake kuelekea eneo la Kigoma. Hata hivyo, hili lilitokea moja kwa moja kufuatia agizo la Waziri Katambi la kuzima mikutano ya kisiasa nchi nzima. Walioshuhudia walielezea eneo hilo la Tabora kuwa limegeuzwa kuwa eneo lenye ulinzi mkali tangu asubuhi, huku vikosi vya usalama vilikuwa vikifanya doria mahususi kuzuia mkusanyiko wote wa watu wa Chadema. Hayo ndio mazingira ambayo msafara wa John Heche ulijipata kabla ya msururu huu wote wa matukio ya kusema ya kwamba anahofia maisha yake, marufuku ya Katambi, kuzuiwa kwa mkutano wa hadhara wa Tabora na madai ya ufuatiliaji wa John Heche kuelekea Kigoma kuanza kujitokeza ilisababishwa yote na mkutano wa Tabora kuzuiliwa. Kwa sababu ya hali hiyo, mkoani Tabora, msafara wa makamu mwenyekiti John Heche ulilazimika kubadili ratiba kabisa na kuondoka kuelekea mkoani Kigoma kuendelea na vikao vingine vya ndani ya chama. Kwa maana nyingine, mkutano huo uliozuiwa huko Tabora uliokuwa umefungwa kwa maelekezo ya Waziri Katambi ndio uliweka msafara wa John Heche kwenye barabara halisi, ambapo anasema baadaye alifuatwa na kikosi cha jeshi la polisi. Heche pia ametoa wito wa moja kwa moja kwa viongozi wa serikali akiwataka kuhakikisha vitendo vinavyoweza kutishia utulivu wa nchi vinaepukika. Alisisitiza kwamba uoga huzaa hofu zaidi na si suluhu la kudumu la amani. Matamshi ya wazi ya John Heche yanayolenga jinsi marufuku ya Katambi inavyotekelezwa mashinani. Hadi kufikia taarifa hii, jeshi la polisi halijatoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo. Hakuna udhibitisho kuhusu maisha ya John Heche yamo hatarini, hakuna kukataa, hakuna maelezo ya magari hayo yaliyomfuata John Heche ambayo Heche anasema yalifuata msafari wake hadi Kigoma, na hakuna maoni yoyote juu ya watu waliovaa kiraia anaosema John Heche alikutana nao Kigoma ambao walimtia hofu. Ukimya huo unaacha maswali mazito wazi na tayari unachochea mijadala mikali kwenye mitandao ya kijamii na ndani ya duru za kisiasa kuhusu uhusiano kati ya taasisi za usalama za Tanzania na wanasiasa wa upinzani, uhusiano ambao sasa unachunguzwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote kwa sababu ya kupigwa marufuku kwa Katambi na kila kitu kilichofuata. Mtazamaji wangu wa Simulizi Media, tutaendelea kufuatilia habari hii kuhusu maisha ya John Heche yakiwa hatarini kwa ukaribu sana, na mara baada ya jeshi la polisi kujibu madai ya John Heche, mara baada ya serikali ya CCM kuhutubia na kujibu kuhusu mkutano uliozuiwa mkoani Tabora, au mara tu kutakapokuwa na maendeleo zaidi kuhusiana na zuio la Waziri Katambi kutohudhuria mikutano ya kisiasa nchini, tutakuletea taarifa hiyo hapa hapa kwa ujumla na kwa zaidi.